Ikiwa ni muda mchache sana baada ya Wema Sepetu pamoja na Whozu kushare video ambayo ilikuwa inamuonyesha Wema Sepetu akiwa anafanyiwa ultrasound kutokana na ujauzito wake alionao ili kuangalia maendeleo ya vipimo vyao. Bwana, nimeweza kuibuka jipya ambalo Juma Lokole amekuja kuweka wazi na kumtabiria mabaya Wema Sepetu. Tunafahamu kabisa kwamba huyu ni best yake kwa muda mrefu sana, lakini Juma amesema katika hili hawezi kunyamazia, na kile ambacho ameweza kukisema, anasema kwamba anafahamu ukweli juu ya situation kadhaa ambazo Wema Sepetu aliwahi kuzipitia huko nyuma, na kitu ambacho kimepelekea yeye kusema haya yote ambayo utaweza kuyasikia katika hii video. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu kweli wote kwa nini Juma akamtabiria vibaya Wema Sepetu kwamba hataweza kuzaa kwenye hii mimba ambayo yuko nayo. Pengine kuna nini ambacho Juma Lokole kakiona? Basi tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Mimi naenda kunukuu kile ambacho Juma Lokole ameweza kukisema, alafu wewe utakuja kuniachia comment yako kwamba yuko sahihi au amezingua kwa namna fulani hivi. Mimi naitwa Gabby Official. Naomba nikukumbushe mdau wangu, hapa ndo mahali sahihi ambapo utakuwa unapata taarifa zote kwa wakati sahihi kabisa. Kwa hiyo cha kufanya, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote unakuwa unazipata hapa on time kabisa. Sasa kama kawaida, tumeona kwamba imekuwa ni taarifa ambayo ni exciting. Watu wengi wamefurahia sana, especially mashabiki wa Wema Sepetu, kwamba okay, imefikia time Mungu ameweza kumuona Wema Sepetu na kusema kwamba bwana, wakati wako ndio huu hapa hivi, acha nikupatie mtoto na vitu kama hivyo. Tuliona ile video ambayo ilikuwa ina circulate kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha Wema Sepetu pamoja na Whozu wakiwa kwenye hospitali. Of course walikuwa wanafanyia ultrasound kuangalia maendeleo ya ujauzito wa Wema Sepetu na vitu kama hivyo. Lakini kuna reactions za baadhi ya watu wachache sana ambao zimeonekana kuwa negative sana kuhusiana na kile ambacho Wema Sepetu ameweza kukifanya, ambapo wengi wamejaribu kurelate na kile ambacho kilitokea mara kadhaa ambapo Wema Sepetu alikuwa anaonekana yuko na ujauzito huko nyuma. Wengi wamejaribu kumkashifu na kumlaumu Wema Sepetu kwanza kabla ya Juma Lokole, na kusema kwamba Wema amezingua kinoma noma. Hii ilitakiwa iwe siri kubwa sana ambayo alitakiwa kae nayo mpaka pale ambapo baadaye angekuja kujifungua watu washangae tu, boom, huyu hapa kashajifungua, anamuonyesha mtoto na vitu kama hivyo. Kwa sababu siku zote mambo kama haya hapo waga yanakuwa na wale wanaopenda na kuna wale ambao wanachukia. So Juma Lokole amekuja kuwa ni mmoja tu ambao wameungana na wale ambao wameonekana kumpinga Wema Sepetu na kuchukia kwa kile ambacho amekifanya, kwa kusema kwamba katika hili amejipalia makaa yeye mwenyewe, kwa sababu anafahamu ana kundi kubwa sana la wabaya ambao wamekuwa hawapendi mafanikio yake. Sasa Juma Lokole amesema kwamba kuna asilimia kubwa anaona kabisa Wema Sepetu akienda kupoteza tena kwa mara nyingine tena. Yaani anasema katika hii mimba Wema Sepetu hawezi kuja kuzaa kamwe. Na Juma Lokole sio ameongea kwa ubaya. Yeye amesema kwamba ameongea hivyo kutokana na kwamba anafahamu, anamjua vizuri kabisa Wema Sepetu, na kwa sababu alikuwa ni best yake since way back, na anaelewa jinsi gani ambavyo Wema alikuwa anateseka sana. Ana wabaya wengi sana kiasi kwamba wanapoona Wema anataka kupiga hatua kidogo tu lazima waweze kufanya jambo ili kumrudisha Wema nyuma. So anasema kwamba katika hili ndio kabisa Wema Sepetu ni kama vile kawafungulia njia wale wabaya wake, ili mwisho wa siku waweze kupata namna ya kuweza kumharibia na kuyua kabisa furaha yake, kitu ambacho kitamkatisha matumaini yake ambayo amepambana kwa zaidi ya miaka 10 kutafuta kila ambacho sasa hivi anakisubiri kwa hamu sana. So kumbe Juma Lokole hajamwambia kwa ubaya Wema Sepetu, kamwambia tu kiuzuri, kiurafiki, lakini anasema kwamba analiona hilo kutokana na jinsi ambavyo anawafahamu wabaya wa Wema Sepetu. Kwa upande wako tuambie, unadhani hata kama kweli iko hivyo, lakini ni sahihi kwa hii kauli ambayo ameweza kuitumia au amezingua kwa namna fulani hivi? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.